Basi mimi nilivyokuwa naona Mwalimu Kasio, kuna namna tunaweza tukafanya. Tukaacha hizi janja hizi za kufanya hivi tufanye hivi ladi atupishe. Mimi najua ni wa muhimu sana huyu mwanafunzi hapa. Hiyo hali inayomtokea mimi nakuwa nasikia juu tu kwamba viti vinainuka, natupa watu wanaruka kule, nasikia tu lakini sijashuhudia kwa macho yangu. Kuna utaalamu ambao tunaweza tukautumia, na mtaalamu hapa yupo tu kijijini kwetu huko ng'ambo huko. Mtaalamu sana, mganga wa kienyeji. Hilo tatizo ni dogo sana. Wanaitwa wazazi wake tu, anatengenezewa, ananyolewa nywele, sawa, anatengenezewa mazingira fulani, ile hali inaisha kabisa. Mwalimu, ndio kuniambia kwamba mganga anaweza akalisababisha hili swala likaisha? Kwani anapokuwa ananyanyua viti vinapaa watu wanaruka ni maombi? Si ni mambo ya mazingira fulani anatumia. Samani mwalimu. Mimi nilikuwa na wazo kidogo. Kama itafaa mtaniunga mkono. Kwa haya mambo yanayotokea hapa, hata mimi mwenyewe pia ametokea kule. Umeona? Madirisha yakawa yanafunguka, milango inafunguka, yani tafulani. Umeona? Wewe Elisha, unataka kuniambia darasani tena yametokea na darasani pia? Hadi taa kupasuka. Sasa mwalimu, mimi nilikuwa naomba ni kwamba tungejaribu kuwaita wachungaji, wangekuja hapa ambao pia ni baba zangu wa kiroho. Wangekuja hapa tungesaidia nao kuomba angalau tuondokane na hii hali. Lakini tukisema tuite si waganga kienyeji, na nikiangalia mambo ni masuala ya kiroho. Kwa hiyo kama ni ya kiroho, tungeita wale watu wa imani tuje kuomba nao hapa, na imani hali itakaa sawa. Au nyinyi mnalionaje hilo? Mchawi wanaima huo. Mchawi wanaima huo. Kimbunga tu. Sio kimbunga, yule naima kashaanza kutei yake. Wengine? Unaona kinamfuata? Sasa kinasogelea. Wewe dada sio taacha lini utaiva. Amezidi. Unaanza kufikiri kimbunga kumbe kimbunga. Sasa na vile mtata lini? Uzakale zinamka ajabu Mwalimu, huyu mwanafunzi naona ameongea point. Kwa sababu ukiangalia hili swala lako la kusema kwa waganga, kwanza serikali haiamini vitu kama hivyo. Halafu pia hapa walimu tumegawanyika katika imani za dini tofauti, na tunaamini sana imani za dini kwenye shule. Kwa hiyo tukisema tuingize masuala ya uganga kidogo inaweza ikaleta conflict. Sasa mimi nafikiri tufate hilo wazo lake, aitwe mtu ambaye anaijua dini vizuri, akafanya maombi, huenda likatatuka hili tatizo. Hebu nenda, sisi kipindi cha michezo. Nenda kwanza, sisi acha tujadili. Asante mwalimu. Ikitokea tutakwambia utuitie. Asante. Wewe kuwa na amani tu. Asante mwalimu. Sisi tunayamaliza. Bana. Mwalimu Kasio, hili jambo ni zito sana. Kwanza ukipiga hesabu za haraka, huyu kijana mambo ya maombi, yule kijana bado mdogo sana, alafu lile jambo ni zito. Unasikia mwalimu Ali? Yaani hapa tukizubaa atakufa mtoto mmoja baada ya mmoja, alafu hii kesi itakuwa ya kwetu. Na wewe sio mimi peke yangu, na wewe na wengine pia. Kwa hiyo cha msingi huyu binti tungemtengenezea kesi yoyote, tukambambikizia, ita wazazi wake kabisa, mtoto transfer, tafute shule nyingine kabla haijafika kuwa makubwa.
Afadhali mchungaji kaja. Afadhali. Na kwa ulitoka. Zitakotiresi. Toka! Kimepotea. Hatimaye kumetulia. Barikiwa sana mchungaji. Asante sana jamani. Ase, umetisha sana. Umetisha sana. Ndio maana nikasema watu wafupi mna akili sana. Hii shule hapa, huyu sio wa kwanza. Kuna mwingine yeye alikuwa wanamkuta tu darasani amefika. Alikuwa mwanafunzi anaitwa Monica. Anamkuta ameshafika shuleni. Wanauliza umepitia wapi? Lakini hili mimi nilipambana likaisha. Sasa muda wote tumekaa hapa unamsikiliza kijana na unaungana kabisa, unasema aisee, hivi sawa. Mimi swala la maombi, huyu kijana hana ubavu. Kwa nguvu ile ya viti vinapaa, taa zinapasuka, aungane kuomba. Basi hili kama nyinyi labda niliweke mezani tu, labda nyinyi sasa mtakuwa na namna nyingine ya kufanya. Na ni bora tumetumia kabisa hii hesabu ya kwamba kama tunataka kumfukuza mwanafunzi hapa. Basi sawa, wacha tuone itakuwaje. Ngoja na mimi nikapate chai bwana, sababu mtangia asubuhi hapa sijanywa hata chai. Kwa sababu mtu mfupi ndo mtu wa kwanza kugundua ngazi. Ashatuharibia huyu. Kazidi. Tumeshakuchoka. Darasani umetuletea vitimbi. Hadi mazoezi. Sio vizuri bwana. Alafu na njoo. Angalau ndugu yangu umeniletea maji. Yaani hapo sasa kama utaendelea kufanya hivyo, nitaendelea kukufundisha kila siku na utakuwa namba 1. Sasa unaenda wapi huko? Na unaona kabisa mtu mwenyewe mwembamba, kimbunga kitakuchukua. Weka mawe mfukoni usichukuliwe kimbunga. Uko sawa? Ya, niko sawa. Vipi? Na huyu. Lakini Di, mbona unakuwa na loya hivyo? Ona huyu Di naye kielele tu anampelekea maji tena nani. Na Wandela ndo wale. Yule mwenyewe kashalogwa, hayupo sawa. Kila siku hivi anaambia kabisa. Sasa limeninyima maji, limeenda kumpa yule Wandela. Kajehu. Asante. Au ndo wale. Unaona huruma Di. Ndo wale. Wanafuata nini wale? Watajuana. Utalogwa wewe, rudi, toka hapo. Asante. Kunywa. Asante Di. Nakunywa. Naima. Kunywa maji. Asante. Kunywa maji.
hicho, kimbola hicho. Nataka nalia. Hiyo sio hali ya kawaida hiyo, kimbola hicho, uchawi. Na umeanza. Sasa unaona aliyotokea. Nakwambia usiende kule. Yule mtu ana vitu vyake. Ushasahau kabisa yule ni mchawi. Kufa vibaya wewe. Samahani mwalimu, umeniita lakini nilikuwa naenda bathroom kuoga. Kwa hiyo sasa mimi nishinde na begi lako muda wote? Au hujui kama uliacha begi pale ofisini? Wala sikumbuki begi langu nimeacha wapi. Esther, hukumbuki? Sasa ungesomaje usiku? Preparation ungefanyaje? Mama. Fresh, uko poa? Niko poa. Nimechoka. Naomba nisaidie kunisogezea tu ndoo hadi pale. Lakini Di, si unajua kabisa hapa shuleni sisi haturuhusiwi kusogea kwenye mabafu ya wanawake. Najua, mwisho pale haufiki bafuni. Hapana Di, siwezi kufanya hivyo. Nitaonekana sina nidhamu. Pande na mambo? Safi, uko poa Naima? Niko poa. Niambie. Haya, ngoja mimi nikajimwagia maji mara moja. Basi naomba niruhusu niende nikaoge fasta, nikimaliza nitakuja kuchukua ofisini mwalimu. Kwa hiyo niende nalo? Basi mimi nafunga ofisi hapa na kwenda nyumbani kwangu pale. Utanifuata pale nyumbani kwangu? Hapana mwalimu. Haturuhusiwi kwenda kwenye nyumba za walimu sisi wanafunzi wa kike. Kwa emergency unakuja tu. Si mimi nimekuambia unakuja tu. Hamna shida. Oh, naona enda kuoga. Basi acha nikusaidie kidogo. Sasa Naima, kama unavyojua mimi siwezi kufika kwenye mabafu ya wanawake. Naomba niishie hapa. Wewe nenda ukaoge, afu niko hapa na kusubiri. Sawa? Sawa. Basi baadaye. Basi sawa. Baadaye. Hivyo Ndela. Di, niambie. Hivyo si nimekuomba pale unisaidie ndoo, nimechoka wakanikatalia ukasema huwezi kufika huko. Alafu inakuwaje tena? Angalia hivi. Unavaa hivi. Mwalimu si Hivi kweli una kitu ndani humu? Wewe. Eti kuna kitu ndani humu kweli? Lakini mwalimu samahani. Usichape hivyo. Kama hujavaa kitu. Nyinyi ndio mnatamanisha hawa vijana hapa, wanafunzi wa kiume, mwisho wa siku wanawapiga mimba. Sijavaa kwa makusudi, lakini nilikuwa naenda tu kuoga fasta. Siwezi kufanya hivi makusudi. Haya, nenda kaoga. Sawa mwalimu. Hawa watoto wa kike hawa wanatupa mitihani hapa. Sasa kama ukizingatia sisi mabachela ndo balaa. Inabidi tukaze tu. Yule anaumwa. Sasa nimesema kidogo nimpe company. Kwani mimi pia si nilikwambia nimechoka? Hivi Di, hujui kinachoendelea kati ya hawa wawili? Itakuwa ni mtu wake, haiwezekani hadi na maji wa bebeani kuleteana bafuni. Itakuwa unamtaka wewe. Alafu ukiangalia Di, huoni kabisa na siku nyingi wanafuatana kama nini huko. Lakini nyie, mbona mnakuwa mnafikiria mambo ambayo hayapo kabisa? Mimi Naima ni rafiki yangu tu na sio kama mnavyofikiria. Halafu msinitafutie kesi hapa shuleni. Situharibie siku, hebu baki na mashaka. Kwanza wanajuana. Acheni kuniletea kesi hapa shuleni nionekane na mahusiano na Naima.
mabafu ya wasichana, wakati mabweni ya wanaume yako kule na vyoo vyao viko kule. Kuoga sasa hivi bado mapema. Nini? Yaani nyinyi mpo hapa, wenzenu wanaoga na mmekaa hapa hapa na mnajua wakati wa kula unakaribia. Sasa kwa nini? Wewe Naima, umepasuka au? Umepasuka nini? Umedondoka. Jamani, hebu njoni muone Naima. Jamani basi unatoka damu nzima. Unaumia nini? Jamani, alikokuwa. Mimi nashangaa wanaanza kuniuliza mimi nimepasuka. Umekwaje? Naima. Umekwaje wewe? Naima, umekuaje? Mimi sijakuwa tatizo. Ujioni? Na hiyo damu? Mimi sina damu. Haya ni maji, nimetoka zangu kuoga mimi hapa ndo sijakauka vizuri. Maji? Hii damu hii. Hii si damu Naima. Jamani, kwanza lini mimi nikaoga damu? Mbona kwa hivyo? Damu ilipokuwa. Haujaumia popote? Mimi sijaumia popote. Si unaona mwenyewe nimemwambia. Mimi na damu hadi kichwani. Umekwaje? Kwa hiyo hujaumia? Asa nyewe mnaniona nimeumia. Mimi haya ni maji. Hapa jamani. Si mnaona jamani, mwenyewe kasema aje. Naima haujioni kabisa. Huyu mimi kila siku naambieni, huyu ni mchawi. Wewe Dina wewe unataka kuzidi. Ina maana sasa mimi nimeshakuwa hapa tena kuna tukio gani la uchawi? Kwa nini utoke na damu bafuni? Huyu alikuwa anakula watu bafuni ndio maana. Ngoja kwanza nikaangalia. Ngoja. Ulikuwa na kiwebu. Jamani sijafanya damu kweli. Ona sasa, ona. Hebu chukua kioo hiki hapa ona. Na chooni hakuna hata mtu. Jamani, mbona damu hizi? Tunakuambia unakataa. Inawezekana kweli huyu ni mchawi. Hili sio jambo la kawaida. Hujaumia popote? Si wewe ndugu yako, msaidie. Msaidie. Si unajifanya kwa karibu naye. Mwanafunzi mchawi. Huyo ni mchawi. Unakimbia kwa nani? Msaidie. Wandala mimi. Msaidie. Wewe si rafiki yako. Wandala mimi sijafanya chochote. Wewe usiniguse. Sijafanya chochote na hata sijui hizi damu zimetoka wapi. Ninaomba unisaidie. Akusaidie nani? Nisikilize. Yaani hapo huo ndio mwanzo. Utaama hii shule, usipoama utakufa. Kale zinamka. Di.
nimekosea nini mimi jamani? Kila baya ni mimi tu. Jamani, nimekosea wapi jamani? Jamani, nizimia babu yangu kama nimewakosea jamani, nisameni, sijui chochote mimi jamani. Kila siku ni mimi tu.